miradi iliyobeba thamani kubwa ya fedha za Tanzania. Watu wengi hawakuwa na imani kwamba Daktari Samia kwa kuwa eti ni mwanamke asingeweza kuwa jasiri, asingeweza kuwa mkakamavu, asingeweza kuwa rais ambaye anakwenda kutekeleza yaliyoachwa na mwenzake kwa kiwango kilichokusudiwa. Lakini ndugu zangu, Daktari Samia Suluhu Hassan ametekeleza yote ambayo mwenzake aliondoka hapa duniani aliyaacha kukamilishwe. Daktari Samia amekwenda kuyakamilisha kwa kazi kubwa ambayo ameifanya Daktari Samia Suluhu Hassan. Leo tumekuja mbele yenu ndugu zangu wa Mafia, ndugu zangu wa Kigamboni, kuja kuwaombeni sana ifikapo tarehe 29 twende tukamchague Daktari Samia Suluhu Hassan ili aendelee kuyafanya makubwa zaidi kuliko aliyoyafanya miaka minne iliyopita. Daktari Samia oye! Daktari Samia oye! Daktari Samia mitano tena. Ndugu zanguni, katika miaka mitano hii 2025 Mafia katika uchaguzi wa mwaka 2020 tulimkabidhi dhamana ya kisiwa cha Mafia, dhamana ya utatuzi wa matatizo ya Mafia, dhamana ya kujenga Mafia mpya ndugu yetu QS Omari Juma Kipanga. Na nyinyi wananchi wa Mafia, baada ya kuchaguliwa katika mkutano ule mkuu wa mwaka 2020, ndugu yetu QS Kipanga alifanya mikutano kwenye vijiji vyote na kwenye vitongoji vyote kwenda kusikiliza, ukiondoa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, lakini mambo gani ambayo wananchi wa Mafia wanataka yeye kama mbunge ende akayatekeleze. Ndugu zanguni, kila mwananchi wa Mafia alipiga kelele katika sekta ya elimu wakisema madarasa ya Mafia ni machakavu, lakini pia kuna wanafunzi wengi, madarasa tunayo machache. Katika kipindi cha miaka mitano tumeweza kuimarisha mtandao wa madarasa mapya katika shule zote za msingi za Mafia, sambamba na kukarabati madarasa ambayo yalikuwa yamechoka. Kabla ya ujio wa kuwa mbunge ndugu yetu Omari Juma Kipanga, nyinyi wananchi wa Mafia ni mashahidi, tulikuwa tunachangia pesa za ujenzi wa madarasa. Uongo wananchi wa Mafia kweli? Uongo kweli? Tulikuwa tunachangia ujenzi wa madarasa, kwamba ili tuwe na darasa jipya basi lazima mwananchi mnyonge wa Mafia atoe pesa kuhakikisha kwamba tunajenga darasa jipya. Lakini tangu ndugu yetu Omari Juma Kipanga amekuwa mbunge wa jimbo la Mafia, amejenga madarasa yote, ameongeza madarasa mapya, ameongeza shule nyingi za msingi mpya bila mwanamama au mwanababa wa Mafia kuchangia single senti kwa ajili ya ujenzi wa madarasa hayo. Kipanga oye! Kipanga oye! Ndugu zanguni, tuna mengi ya kusema yaliyotekelezwa mwaka 2025, lakini nimesema kwa muktasari tutosheke sana yale ambayo yameelezwa na wasanii juu ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi 20 kuelekea 25, lakini tutosheke sana na yale ambayo ameyasema mwenyekiti wetu wa Jumuiya ya Vijana mkoa wa Pwani juu ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya chama, sambamba na uhitaji wa Chama cha Mapinduzi kuwashauri ndugu zetu kwenda kuchagua Chama cha Mapinduzi. CCM oye! Ndugu zanguni, tarehe 29 tunakwenda kupiga kura ya heshima kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mtamchagua Daktari Samia? Mtamchagua? Tarehe 29 tunakwenda kupiga kura ya heshima kwa ndugu yetu QS Omari Juma Kipanga. Mtamchagua Kipanga? Mtamchagua? Lazima tumchague kwa kazi kubwa ambayo ameifanya, kazi ya kujenga Mafia mpya, na kila mwananchi wa Mafia anaona kazi iliyofanywa na QS Omari Juma Kipanga kwa miaka mitano ya uongozi wake. Tuna wajibu wa kwenda kumchagua
kukamilisha mitano ijayo, ili tujenge Mafia mpya, Mafia ambayo itakuwa sehemu salama ya mwanadamu kuishi. CCM oye! Ndugu zanguni wa Kilindoni, nikuombeni sana, twende tukamchague ndugu yetu Suleiman Kijuju kuwa diwani wa kata ya Kilindoni. Kijuju oye! Kijuju oye! Utamchagua Kijuju? Utamchagua? Mikono juu aone Kijuju kama mtamchagua. Mchagua wakati amepita, utamchagua. Bwana umeshapita. Tayari. CCM oye! Sasa baada ya kuridhika na mikono yenu kwamba tutakwenda kumchagua Daktari Samia, tunakwenda kumchagua QS Omar Juma Kipanga, tunakwenda kumchagua Kijuju ili kutengeneza utatu wa maendeleo katika kisiwa chetu cha Mafia. Sasa nimkaribishe ndugu yangu Kijuju aje azungumze na wapiga kura wake. Jamani, Kijuju